Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya Kasulu Vijijini mkoani Kigoma wameitaka halmashauri hiyo kupitia upya mkataba wa mwekezaji katika kitalu ili kubaini mipaka ya mwekezaji na wananchi. Wakizungumza katika kikao cha baraza la madiwani robo ya pili kwa mwaka 2025-2026, yaliyojadiliwa ni pamoja na mapitio na mapendekezo ya mpango wa bajeti 2026-2027 ambapo halmashauri imekusudia kukusanya bilioni 44.7 na makusanyo ya ndani wamekadiria kukusanya bilioni 4.7. Madiwani hao walioomba pendekezo la mkataba wa mwekezaji kupitiwa upya ili kuondoa migogoro kwa wananchi, akiwemo diwani wa kata ya Kurugongo Edison Hanyuma, wameeleza kusikitishwa na kushangazwa kitendo cha wakulima kufyekewa mazao yao kuwa wamelima ndani ya kitalu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili ili tuweze kuwa na uelewa pamoja, tunao wajibu sasa tukae kama baraza tupitie mikataba yote ili tuone halmashauri inanufaika nini, lakini pia na yeye pia ananufaika nini. Lakini pia kumekuwa na utata, Mheshimiwa Mwenyekiti, kitalu hichi ukihoji unaambiwa kiko serikali kuu. Ukienda serikali kuu nao pia wanakataa, wanasema kitalu kiko chini ya halmashauri. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumbukumbu zilizopo, kuna kipindi kitalu hichi baadhi ya mwenyekiti wa halmashauri waliopita, kuna kipindi walikuwa na saini mikataba katika ndani ya baraza la madiwani, na kitalu kile kilianzishwa na halmashauri hii ya wilaya Kasulu. Ardhi ni mali ya halmashauri, wananchi ni mali ya halmashauri. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nikuombe kwa busara yako kikao hichi kiweze kufanya maazimio hayo, tukutane tufanye maamuzi, tupitie mikataba upya, lakini pia tujiridhishe na mipaka yenyewe pia wakati tutakapokuwa tumeweka, ili wakati kinaanzishwa ili tuweze kujua kwamba ni nani amekosea, ni nani amepatia, ili tuweze kutembea pamoja, wananchi tuweze kueleza kwamba mnaanzia hapa, mnaishia hapa, mwekezaji unaanzia hapa, unaishia hapa, ili tuweze kuondokana na wimbi hili ambalo kwa kweli limekuwa ni changamoto, yamekuwa ni mateso kwa wananchi. Siku za nyuma wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, wananchi waliuliza maswali mbele ya mgombea ubunge wa jimbo hilo Edbil Kazara kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi kuhusu suala la kubugudhiwa na kunyang'anywa mashamba yao. Mimi kwa jina naitwa Paulo Solomoka. Paulo Solomoka. Nimeambiwa ni hami kwamba sina makazi humu. Juzi kati pale nimeenda kuonyeshwa kiwanja. Mimi mwenyewe nilishuhudia. Sawa? Lakini sasa nikaambiwa kwamba kwa kweli umekuchagua hiyo kiwanja hiki Solomoka, tunakutaka uweke alama yako, ulinde wewe mwenyewe. Sisi hatupo pale pale. Tumeshakumaliza kabisa. Ujipimie na ulizike. Usije kutuambia kwamba nimesahau. Sawa? Lakini pia nikaambiwa kwamba wewe Solomoka tunakupa makazi ya kulima heka 3. Sawa? Nikajiuliza sasa, hivi tunaenda wapi? Unanisaidiaje? Ni kwa nini niambiwe nihame mwezi leo wa 10? Au nimeshamaliza na kulima huku? Kule ni makazi ya watu, sio pori wala. Kwa changamoto mnayopitia Wanakacheli, kijana wenu nafahamu kinachoendelea hapa. Nafahamu A to Z kila kinachoendelea hapa. Kwenye zoezi hili, kwa namna nilivyofuatilia, zoezi hili limeambatana na dosari nyingi kwenye uratibu wake. Mimi niungane na chama changu, lakini pia niungane na viongozi wa tawi hili wa kitongoji hiki cha Kacheli. Binafsi sikubaliani na namna zoezi linavyoendeshwa. Zoezi hili linahusisha Kacheli, Lugufu, linahusisha na Katoto. Kwa sababu hiyo
Mimi bado ni mchezaji wa mkopo, bado ni mgombea, lakini nataka mimi nitoe wito kwa serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi na chama changu na akiwemo mkuu wa wilaya, zoezi hili aliangalie upya. Moja, lina dosari ya rushwa. Mbili, lina dosari la wizi na unyang'anyi. Tatu, zoezi hili limejaa upiga dili. Nenda pale Zeze, watu wamechukuliwa mashamba yao, hamna fidia, shamba lina miogo, eti mtu anapimiwa kiwanja, si ndio? Naomba wewe jiulize, mtu kachukuliwa shamba lake la miogo, halafu anaenda kuwekwa mtu mwingine ambaye hajalima hilo shamba. Hapa ni kuwatonganisha wananchi. Mimi katika hili naomba nitoe wito. Huu ni wakati wa kampeni, pengine litakiwa nipake mafuta kwanza, lakini mimi ni binadamu, nimevaa ngozi, nina utu ndani yangu, lazima nihisi machungu wanayopitia wanakacheri na wanajimbo la Kasulu Vijijini. Naye mbunge huyo Edibir Kazara, baada ya kujinyakulia ushindi na kuingia bungeni, kitendo hicho hakuweza kukifumbia macho. Ameendelea kuhoji bungeni. Mheshimiwa Kinyoma. Asante sana Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu ya serikali, bado nina swali moja la nyongeza la kuiomba serikali, kama Mheshimiwa Waziri kama yuko tayari, tuambatane kuelekea jimboni aone ya kujiridhisha namna zoezi lilivyotekelezwa, lakini ikiwemo pia kusaidia kutatua migogoro inayoambatana na kitaru hiki cha Makere Forest Reserve Uvinza Open Area ambacho kinasababisha mgogoro wa wananchi na kitaru, wananchi kufyekiwa mazao, kupigwa, lakini pia kuna mgogoro wa kimapato na halmashauri, na kwa mfano kwa DCC kwa ripoti tuliyopata wanapata kama milioni 1.9 tu, lakini pia kuna mgogoro wa Kacheri na Ruguvu Lerini ambao nao wameambiwa kuhamishwa. Kuna mgogoro wa wananchi wenyeji, nao wamechukuliwa maeneo yao na wakati walikuwepo pale tangu miaka 70. Lakini pia kuna mgogoro wa TFS na wananchi wa kimpaka, wananchi wamewekewa beacon mpaka katikati ya vijiji. Mheshimiwa Spika, naomba ikiwezekana Mheshimiwa Waziri ambatane na mimi twende jimboni kupunguza changamoto zinazolikabili jimbo langu. Asante. Nataka uende jimboni, jibu hilo tu. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mimi niko tayari, hata tukimaliza bunge tuende kwa wananchi wetu kuweka tabasamu, kuondoa migogoro ambayo imewakabili. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Kasulu Vijijini mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.